Habari Tanzania, popote pale ulipo, ni muda mzuri kabisa mzee wa Friji Bovu na kutana na wewe kwa ajili ya kuzungumza mengi sana kimichezo. Hapa ni Mfalme wa Soka na mengi zaidi unapata. Endelea kusubscribe hapa, gusa alama kengele ili tuweze kusafiri kwa pamoja. Mimi nakusalimia bwana. Asalamu alaikum. Najua kwamba unaendelea na mwezi huu wa funga, mwezi wa toba, lakini pia kwa wale ndugu zetu wa Islam, lakini kwa upande wa Kristo sisi najua kwa maana kwamba sasa hivi ni mwezi wa Kwaresma, mfungo unaendelea. Poleni sana kwa wale wasaumu, lakini pia poleni sana kwa wale ambao bado wanapitia changamoto, lakini Mungu ataendelea kuwainua na kuwapa nafasi ya kuendelea kuwa imara zaidi. Karibu sana. Mambo ni mengi ya kimichezo, cha kufanya niwe kusubscribe hapo, gusa alama kengele ili tuweze kusafiri kwa pamoja, kwa sababu taarifa tunazo kila wakati, na ili upate taarifa hizi lazima uwe pamoja na uwe kwenye familia hii, kwa maana ukisubscribe unakuwa haupitwi na chochote. Bana, taarifa kubwa ni mara baada ya taarifa kuenea kwenye mitandao, lakini pia taarifa ambazo zimenifikia muda huu kuhusiana na bodi ya ligi kuwajibu Yanga. Taarifa inaniambia hapa kwamba bodi ya ligi imewajibu Young Africans kuhusiana na kile ambacho alikuwa kikidai pointi 3. Sasa bodi ya ligi wamemwambia Yanga kwamba hakuna pointi 3 wala hakuna magoli matatu. Taarifa zinasema bodi ya ligi kuu kupitia kanuni ya 47 kifungu cha 18, bodi ya ligi kuu imeijibu klabu ya Yanga barua yake ambayo pia ilikuwa pamoja na mambo mengine ambayo pia ikitaka ipatiwe pointi 3 na mabao matatu kwenye mchezo ulioahirishwa tarehe 8 Machi 2025. Katika barua tarehe 16 Machi 2025 ikiwa na kumbukumbu TPLB/2024/625, bodi inasema mechi iliahirishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba waligomea kama ambavyo Yanga wao waliainisha kwenye barua yao. Hii ni barua ambayo nimeidukua, barua ambayo nimepenyezewa kutoka chanzo muhimu sana ambapo taarifa hii imetoka bodi ya ligi. Katika barua hiyo katika barua hiyo ya bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi imewaambia Yanga mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwepo na taratibu zozote kuhusiana na mchezo huo ambazo ziliendelea, na kwamba maofisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli za mechi katika uwanja wa Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea, na kama ambavyo zinaelezwa kwenye kanuni ya 17 ambazo zilifanywa ili kuipatia timu hii iliyopo kiwanjani alama 3 na mabao matatu kikanuni, ikiwemo pia kukagua timu hiyo ikisomeka kwenye sehemu ya barua hiyo kwa mujibu barua hiyo ya majibu kwa Yanga. Yaani hii ni barua ya bodi ya ligi ikisomeka kwenda kwenye klabu ya Young Africans, kwa maana ni majibu ambayo wanatoa sasa. Sasa klabu wameandikiwa hapa klabu yao ya Yanga, kwa maana klabu yako inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 1745 haisemi popote kwamba klabu ngeni, kwa maana visiting team, inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni la wao kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi. Imesomeka barua hiyo ya bodi. Lakini bodi aidha pia imesema waliita kikao cha dharura cha kamati cha uendeshaji na usimamizi wa ligi baada ya kupokea ripoti tofauti zenye mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro uliotokea tarehe 7 Machi 2025 pale Benjamin Mkapa wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu na unyeti wa taarifa zilizopelekewa, zingine zikitishia usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zinachukuliwa kwa umuhimu na upekee kwenye soka, kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuepuka changamoto za kiusalama kabla hayajatokea, kabla ya mechi na baada ya mechi, ili kujipa muda na pengine kuhusisha vyombo vya kitaifa vya uchunguzi, imesema barua hiyo ya bodi kwenda Yanga. Kamati iliona matokeo hasi ya kuahirishwa mechi ni madogo kuliko matokeo hasi ambayo pengine yangetokea kwa mechi hiyo kuchezwa. Aidha, kwa kupelekea timu kiwanjani, Yanga amekiuka kanuni. Aidha, kwa kupeleka timu kiwanjani, Yanga amekiuka kanuni ya 47 kifungu cha 18. Yaani Yanga mara baada ya kuambiwa kwamba hawapaswi, yani walivyopewa taarifa na bodi ya ligi kwamba mechi imeahirishwa na wao wakachukua jukumu la kupeleka mechi uwanjani, basi wamekiuka kanuni ya 47 kifungu cha 18 wao Young Africans, kwa sababu hawakupewa ridhaa ya kupeleka timu uwanjani na kwa ajili ya mechi kwenda kuchezwa. Kwa hiyo taarifa ndio hiyo bwana, kwamba Young Africans wamejibiwa kwamba hakuna pointi 3 wala hakuna magoli matatu. Hii ni barua ambayo tayari imekwisha wafikia wao Young Africans
kama ambavyo nimesoma hapo kwako, na wataitoa taarifa kwa umma, lakini sisi kwanza tumeipata mapema kabisa ili kuweza kuwajuza Watanzania ambao wanafuatilia kwa ukaribu. Kwa hiyo no points 3, no 3 goals. Mambo yako hivyo. Lakini sasa mechi ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara iko pale pale, na kwa mujibu wa bodi ya ligi ni kwamba itapangiwa tarehe ya mechi yenyewe kwenda kuchezwa. Sasa Young Africans bado wameshikilia msimamo wao kwamba wao hawapeleki timu uwanjani, kwa maana wao dabi wamekushacheza na wala hawana mpango wa kucheza mechi yoyote ya dabi. Sasa nikwambie tu, kuna kanuni ambazo zipo hapa zinasema klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo au maamuzi au utekelezaji wa waamuzi. Nirudie hii ili tuende sawa. Klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo au maamuzi au utekelezaji wa maamuzi ya TFF ama bodi ya ligi kwa maana TPLB itatozwa faini ya shilingi milioni 5 au kuondolewa kwenye ligi kuu na kushushwa daraja. Kwa maana kama endapo Young Africans hawataenda uwanjani na mara baada tarehe rasmi ya mechi kutangazwa kati ya Yanga na Simba, na kama Yanga watakaidi kutokufika uwanjani, basi watatozwa faini ya shilingi milioni 5 na wataenda kushushwa daraja. Kwa maana Young Africans watakuwa wamekiuka kanuni ya 48 kifungu cha 17. Taarifa inasema hivyo. Kwa mambo yako hivyo ndugu zangu, na Young Africans kwa hali walionayo, basi wanapaswa kwenda uwanjani no matter what. Tuje hapa kwenye mjadala. Kama unakumbuka niliwahi kuzungumza na nikashikilia msimamo wangu kama Frijibovu tangu mwanzo kabisa. Nikasema Young Africans kwa hiki ambacho wamekifanya wanaweza wasipate haki yao wanaoitaka, kwa maana pointi 3 wanaweza wasipate. Watu wengi walinijia juu sana. Nikawaambia Young Africans ili wapate pointi 3 walipaswa kukidhi, kwa maana kutii agizo la bodi ya ligi, kwa maana mechi hakuna. Lakini kwa sababu walienda kwa utashi wao kwenye mechi, na ingali tayari taarifa ilikwisha toka kwamba kuanzia saa 8 mchana, kwa maana kwamba hakuna mechi yoyote, Yanga wakapeleka timu uwanjani. Sasa ili upate pointi 3 na magoli 3, kwanza ni lazima ufike uwanjani wakati tayari kuna wakaguzi, kwa maana wasimamizi wa mchezo, maofisa kutokea bodi ya ligi na TFF. Lazima match commissioner awepo, lazima general coordinator awepo kwa maana GS, lazima waamuzi wote wawepo kwa maana waamuzi wale 4, kwa maana fourth official ambaye alikuwa ni Tatu Malogo. Lazima pale ungemuona mwamuzi wa kati Ahmed Arajiga, lazima ungemuona line wote wawili Kasim Mpanga pamoja na Mohamed Mkono. Hao wote ungewaona uwanjani pamoja na general coordinator GS pamoja na match commissioner na viongozi wote wa itifaki kwa upande wa bodi ya ligi na TFF, lakini pia pamoja na waamuzi wote kwa ujumla. Hapo Yanga wangeingia uwanjani na timu yao ingekaguliwa mara baada ya warm up, ndipo ingepigwa kipenga mara 3, kwa maana hapo Young Africans angepatiwa points 3. Lakini Yanga wameenda uwanjani peke yao, wamefunguliwa geti na meneja wa uwanja. Wafika pale wakaingia wakafanya mazoezi warm up yao, wakaifanya warm up. Wamaliza warm up wakaingia uwanjani, wakaondoka wenyewe uwanjani mara baada ya kufanya warm up. Mara tu baada ya kuingia uwanjani mara ya pili wakaondoka wenyewe bila kuwa na kiongozi yoyote wa bodi ya ligi, kiongozi yoyote wa TFF, wasimamizi wa mchezo, match commissioner, general coordinator, lakini pia hata afisa habari wa bodi ya ligi hakuepo, waamuzi hawakwepo. Halafu Young Africans viongozi wao wanatoka front wanasema hawachezi mechi, wanachotaka wanadai pointi 3. Pointi 3 huwezi ukapata kama hakuna kiongozi yoyote wa bodi ya ligi, kama hakuna ofisa yoyote wa bodi ya ligi, kama hakuna watu ambao wanahusika na mchezo wenyewe, waamuzi na maofficials wote. Hakuna pointi 3 ambazo zinatoka kikanuni, hakuna utaratibu, kwa sababu tayari bodi ilikushatangaza kwamba hiyo mechi haitafanyika. Kwa hiyo Young Africans, rais wao na makamu wa rais, kwanza makamu wa rais wa klabu ya Yanga Rafati Haji akatoa kwenye vyombo vya kwenye mtandao wake wa kijamii akasema kwamba wao wanachoamini mechi haitarudiwa, na akiwashukuru wanachama na mashabiki kwa kujitokeza kwa wingi. Sasa yeye aliongea kama makamu wa rais, lakini kumbuka makamu wa rais wa klabu ni kama taasisi, ni taasisi. Kwa alizungumza hivyo, lakini siku moja kabla ya hapo wakakaa kikao cha kamati tendaji,
akiwemo pia Engineer Heri Saidi kwa njia ya mtandao, wakakubaliana maazimio yao kwamba wao hawapeleki timu, wanajua tayari mechi imeshachezwa, wanachotaka wao ni haki yao pointi 3, lakini kingine hawana imani na bodi ya ligi kuu. Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi, lakini pia CEO Almas Kasongo, na wakiwahimiza TFF waivunje bodi, wafanye uchaguzi wengine wapatikane ili waongoze mpira wetu, kutokana na kile ambacho Yanga anaamini kwamba bodi ya ligi haitendi haki, haisimamii kanuni zake vizuri. Sasa leo bodi imewaonya Yanga kwamba kama endapo watapeleka timu uwanjani watakatwa milioni 5, watapigwa fine milioni 5, lakini pia points 3 zitaenda kwa Simba na magoli 3 yataenda kwa Simba, huku pia Yanga wakishushwa daraja wakienda championship, kwa maana sio ligi kuu tena. Na hili mara baada ya wao bodi ya ligi kuja na vielelezo vyote kwamba kilichopelekea mechi kuahirishwa ni 1 2 3, kulikuwepo na uvunjifu wa amani, kulikuwepo na sintofahamu, lakini pia kulikuwa na viashiria vya rushwa. Imeainisha mara baada ya kufanya uchunguzi wao bodi ya ligi wakaona kwamba hiyo mechi haikupaswa kuchezwa kwa sababu ingeleta pengine sintofahamu na ingeleta changamoto nyingine kubwa zaidi kuliko hata mechi yenyewe ingechezwa siku ya tarehe 8. Kwa hiyo mengi bodi ya ligi wameyafanya, lakini Young Africans wao walikaidi na wakiamini kwamba wao ni wakubwa na wanafahamu kile ambacho wanakifanya, ndio maana wakasimamia msimamo wao kwamba hawataki bodi ya ligi, hawataki viongozi wa bodi ya ligi, na wanachotaka wao ni haki yao ya msingi, kwa maana wapatiwe pointi 3. Sasa viongozi wa mpira unasemaje wanataka pointi 3 wakati haujamuona mwamuzi uwanjani, haujamuona mechi commissioner uwanjani, hujamuona GS kwa maana general coordinator uwanjani, haujamuona kiongozi wote wa bodi ya ligi, hujamuona kiongozi wote wa TFF. Alafu viongozi wa Yanga wamekaa kikao chao wanasema wanataka pointi 3. Nilishawaambia hapa toka muda mrefu kidogo, toka awali hapa kwamba nilisimamia msimamo wangu kwamba Yanga ni ngumu sana kupata hizo pointi 3. Scenario iliyotokea pale Egypt, mechi kati ya Ahli na Zamalek, ile dabi ya Cairo, ni tofauti na Yanga. Wale tayari kwenye kanuni, Ahli walikuwa tayari na pamoja na Zamalek kwenye vikao vyao ilikuwepo kwamba mechi za dabi basi mwamuzi atoke nje, na utaratibu huo unafanyika. Ndio maana kuna wakati mechi za dabi huwa zinafanyika nje ya Cairo pale, kwa maana nje ya Egypt. Lakini mwisho wa siku shirikisho la mpira pale kakaidi, kwa maana kwamba bodi ya Misri ya ligi ya Misri kakaidi, haikuleta waamuzi kutoka nje. Ahli wakajengua, hawakutaka kucheza mechi. Lakini Zamalek walifika uwanjani na wakafanya warm up, wamfika pale tayari viongozi wote walikuwepo, watu wa mpira, officials, general coordinator alikuwepo pale, match commissioner, fourth official, waamuzi wote walikuwepo. Sasa ile kitaalamu ndo wanasema kwamba ukiona waamuzi wote wako pale na wahusika wote wa mpira wako pale, hapo ndo unaweza ukapatiwa pointi 3. Kwa hiyo scenario ya Zamalek na Simba na Yanga ni vitu viwili tofauti kabisa. Yanga walienda uwanjani wao kama wao, hakukuwepo kiongozi yoyote, halafu nataka pointi 3. Pointi 3 ilikuwa sio kitu rahisi Yanga kupata. Nimeambiwa wametafuta mawakili wengi ambao karibia mawakili 8 hadi 9 ambao watahakikisha wanakamilisha ili jambo. Nimeambiwa Yanga wana mpango wa kwenda CAS kuhakikisha wanatafuta haki yao, lakini CAS ni mahakama usuluhishi ya michezo na pia inaendeshwa kwa kanuni na utaratibu. Pia huwa wanaangalia nchi husika ina shirikisho lake la mpira. Kwa upande Tanzania ni TFF, lakini pia ina bodi yake, bodi ambayo inaongoza ligi zote na inasimamia ligi zote, na huwa ina kanuni zake na usimamia pamoja na miongozo yake. Kwa hiyo endapo kama bodi ya ligi kupitia viongozi wao wameahirisha mechi kutokana na sababu ambazo wamezipeleka aidha za kiusalama na mambo kama hayo, bodi ya ligi wao ndio watapewa nafasi ya kwanza kusikilizwa kuliko Young Africans ambao wao wamekiuka na wamekaidi taarifa ya bodi ya ligi wakaenda uwanjani. Kwa hiyo sioni kama Yanga anaenda kushinda pia kule CAS, kwa sababu inaonekana wazi Yanga walikaidi mamlaka kwa maana TFF pamoja na bodi ya ligi na wakapeleka timu uwanjani. Kwa hiyo sio rahisi sana kama ambavyo watu wanafikiria. Sasa mara baada ya hayo yote kuzuka, leo Haji Sande Manara Bugatti alikuja na kuongea mambo mengi sana kuhusiana na rais wa shirikisho la Canada TFF Wallace Karia, akisema Wallace Karia sasa amelewa madaraka, na maneno ambayo ameyazungumza juzi kwenye moja ya media kwamba kama hao viongozi wa Yanga wanataka kiongozi wa bodi ya ligi au viongozi wa bodi ya ligi wajiuzulu, na wao wanapaswa kujiuliza, je, wao wako safi, hawapaswi kujiuzulu? Sasa kauli ile imemuibua Manara, Haji Manara, mwanachama wa Yanga anajiita hivyo. Yeye leo amekasirika kwenye vyombo vya habari, ameongea mengi sana akisema rais wa TFF anapaswa kuwaomba radhi wananchi Yanga Afrika kwa kile ambacho amekizungumza. Lakini pia ametoa maneno mengi makali sana akisema yeye haogopi kufungiwa hata miaka mingapi. Anasema yeye anasema ukweli. Viongozi wa Yanga wanaogopa kusema ukweli, lakini yeye anasema ukweli.
na hichi ndicho ambacho anakifanya. Ameongea mambo mengi sana, na tumsikie kwa uchache sana Haji Sande Manara kipande chake hiki, kile ambacho anakimaanisha leo. Nini? Lakini nikisikiliza na nikisoma body language, ni kiburi cha madaraka. Madaraka yakisha kulevya, unadhani unaweza kusema jambo lolote lile, unadhani unaweza kutenda chochote kile. Yani madaraka yakisha kulevya, tukishaona ile wewe ni superior na watu wengine wote hawajui kitu, unaweza kusema chochote. Kusema hiki kinachofanyika ni ujinga na utoto ni dharau, ni ulevi wa madaraka. Kusema mwende mkacheze sinema zenu ni dharau, sio heshima. Hata hizo sinema ni industry kubwa. Mimi mwashangaa hawa wacheza film. Nilitegemea watoe statement wao kwanza, chama chao, waigizaji. Kwa hiyo sinema ni jambo la hovyo, linaingiza mapato makubwa kwa nchi. Rais wa nchi kacheza film. Wacheza film duniani ni matajiri kuliko wacheza mpira. Unasema mkacheze sinema, maana yake unadharau industry hao. Unadharau kazi kubwa waliofanya waigizaji wa Tanzania. Unaona ni jambo la ovyo ovyo hivi. Lakini nani atatoka kumjibu? Watu wanaogopa kufungiwa. Viongozi wa vilabu vyetu ni waoga. Kesha tengeneza mazingira, ukimjibu ukisema unafungiwa. Wanaogopa. Lakini walipaswa wao viongozi wa Yanga watoe statement immediately baada ya kauli ile. Lakini nani atakuwa atamvisha paka kengele? Waoga wa kufungiwa. Hata sisi wengine nothing to lose. Mimi nifungia hata miaka milioni. Don't care, nafanya shughuli nyingine na mambo mengine, napata riziki katika njia nyingine. Hata mkisema huyu bwana mdau afungiwe, I don't care. Lakini nasema kwamba hili jambo amekosea na ni dharau kwa mpira. Lugha za kiongozi mkuu wa taasisi lazima ziwe na approach nzuri. Watu siku hizi wanasema machawa au machawa Mama Samia. Wengine sio machawa. Wengine wanamsifu Mama Samia kwa ile namna anavyoongoza nchi kikweli kweli. Angalia body language yake, akizungumza, akiongea, akishawishi. Uongozi ni hikma, ni busara. Uongozi unawajibu watu kama vile unawajibu watu ambao ni takataka, sio sahihi. Na hapa nadhani kuna shida neno uraisi. Ningeshauri, najua waandishi naomba mnisupport. Rais atakaye tumia herufi kubwa kwenye ara ni mmoja tu wabaki. Nadhani kuna kiburi, watu wanadhani na wao shakuwa marais wenye dola. Marais wengine wote iwe ara yake herufi ndogo, ili waone tofauti. Nadhani kama kuna sababu, kuna mmoja nilimsikia rais siku moja wa TFF anasema, unajua marais wa nchi nyingine wanapata mpaka escort, marais wa mashirikisho. Kwa hiyo nataka na hapa pate escort. Ndio tafsiri hiyo. Sasa kile kiburi cha ara kubwa anaotumia Rais Samia, nadhani kinawaingia baadhi ya watu. Waanze sasa kutumia ara ndogo. Waone tofauti ya head of state, rais wa nchi, na urais wa taasisi hizi. Unawezaje kusema neno kama hili? Yanga wameandika barua kwenu ya malalamiko. Badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi, unaanza kuwatisha. Unaambia kwa nini wao hawajiuzuru? Wamefanya nini mpaka wajiuzuru? Wamefanya nini? Lakini nani atasema? Na wajua wote, nani atakayesema? Sema uone shughuli yake. Hata mimi nazungumza kwa niaba ya Yanga. Mimi ni mshabiki wa Yanga. Mimi mwanachama, tena mjumbe wa mkutano mkuu kikatiba.
kamati ya utendaji chini ya rais wetu Hersi iitishe mkutano wa dharura, mkutano mkuu wa dharura, ajenda iwe moja tu, kujadili sakata na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatwendi kucheza mechi ya marudiano, azimio namba 1, mengine yatafuata. Kwa ubabe wa aina hii tutoke na azimio, manake msiingie nyie kina Hersi na kamati ya utendaji, maana juzi washampiga mkwala Arafati, msemaji wetu naye kishapigwa mkwala, sasa hivi naye pembeni. Sasa ili msiingie nyinyi kwenye hiyo mkwala, tuachie, tuleteni sisi mkutano mkuu wa wanachama wa dharura. Ibara 22 ya katiba yetu inaruhusu mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Semeni, toeni notice ya siku 14, siku 7, tukutane. Tuje na azimio. Yanga ni kubwa. Yanga ni kubwa. Haiwezekani rais wa TFF unakaa unashutumu viongozi wetu tumekaa kimya. Na kinachoogopesha ni kufungiana tu. Huwezi kukaa milele katika nafasi hizi ndugu zangu. Huwezi kuwa rais wa taasisi yoyote, wa nchi yoyote, ukakaa milele. Usitumie kiburi cha uongozi kuwadhalilisha wenzio, ujinga na utoto. Kwa sababu umesimamia kanuni. Ni ujinga huo, ni utoto huo. With due respect, Karia unaikosea mpira na unaikosea Young Africans. Na hawa viongozi wa Yanga najua hawawezi kukwambia kwa sababu utawafungia. Mimi nakwambia umewakosea watu wa mpira, umewakosea Young Africans, na katika jambo hili omba radhi kwa kufuta kauli zako za jana. Yes. Hata niandishi hapa mtabalance, mtaedit. Sitaki muedit. Narudia. Hamna kuedit, nimesema very clear. Yanga wameandika official letter kwenu, badala kushughulikia kujibu mnawatisha. Unakwenda kwenye media unawatisha. Mmeona nyinyi juzi walimpostia pongezi za kuchaguliwa kwa mjumbe wa kamati ya utendaji. Immediately nilisoma zile comment pale, subhanallah. Hiyo ndio tafsiri sura watu Yanga hawakutaka ugomvi. Bodi ya ligi asubuhi mwenyekiti wake kasema mechi ipo, hamna mtu kugoma. Sijui wakatumia kigezo gani. Sijui mpaka leo mimi najiuliza. Kamati ya saa 72 hukutana baada ya mechi kuchezwa. Walitumia kigezo gani kukutana kabla? Waliandaa ajenda gani? Wamekuja wamesema mechi imeahirishwa baada ya Simba kutishia kugoma. Alafu mnasema Yanga waje kwenye mechi nyingine. Tusimamie kanuni. Gharama ya kuendesha kesi ya CAS isiwe kwa uongozi. Wako out of budget. Tutachanga wanachama wote wa Yanga. Na mimi nitaanzisha hiyo mchango. Isitoke senti 5 kwenye club. Kuonyesha hisia zetu. Wanachama na washabiki tuchange. Tutalipa. Ukituambia $50,000 tutapata 100 million. Haya, huyo ni Haji Saad Manara. Umemsikia amesema azimio namba 1, waitishe mkutano wa dharura, wanachama wote waungane, wakapinge vikali azimio namba 1, hawaendi kucheza mchezo dhidi ya Simba, kwa maana hawataenda kucheza mchezo wa dabi. Lakini pia hapo ameeleza kwamba wao wako tayari kuchanga kama wanachama kwenda kupeleka swala lao, shauri lao hilo CAS, na wako tayari kama ni kutoa milioni 130, milioni 150, anasema wao wanachama watachangia, na wala sio viongozi wa klabu ya Yanga ambao watachangia swala hilo kwa ajili ya kwenda kuhakikisha wanapatiwa haki yao kule CAS. Haji Manara ameongea mengi sana hapo, amemshutumu rais wa TFF akisema rais wa TFF sasa hivi hana weledi, lakini kwa maana kwamba anataka sasa kulewa madaraka, analewa madaraka, na akiongea mambo mengi sana magumu kuhusiana na rais wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF. Kama ambavyo umemsikia hapo, amemshutumu vikali akisema yeye hajali, rais wa TFF anawadhalilisha watu wa sanaa za maigizo, kwamba waache sanaa zao, waache sinema zao na mambo kama hayo.
Kwa hiyo Haji Manara yeye amefika mbali sana akisema kwamba yeye haogopi kufungiwa, akisema viongozi wa Yanga wanaogopa kumjibu rais wa TFF wakiogopa kufungiwa, lakini yeye haogopi kufungiwa. Amemshutumu kwa mambo mengi sana, kwa maana anasema rais wa TFF sijui anajiona nani. Ameshafanya mambo tofauti kabisa, Yanga inagandamizwa na mambo kama hayo. Sasa mimi nakuachia wewe hapo chini uniambie hiki ambacho kinaendelea kwa sasa upande wa Young Africans na viongozi wao. Watu wengine wanaibuka huko nje, mtu kama Haji Manara yeye sasa hivi amebaki tu kama shabiki, amebaki kama mwanachama, hana nguvu tena kwenye bodi kwa upande wa klabu ya Young Africans katika kutoa maamuzi na mambo kama hayo. Zaidi atabaki kama mwanachama wa klabu ya Yanga. Hii kauli akwenda kuzungumza leo vile, sidhani kama ni kauli yake binafsi. Inawezekana amepewa vitu vya kuongea, inawezekana amepewa script, nenda ukazungumze hiki, nenda ukaongee kile. Kwa namna ambavyo amemkashfu rais wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF, sidhani kama anaweza kabaki kwenye mpira. Haji Manara alifungiwa miaka 2 mara baada ya kuvurugana na rais wa TFF. Nakumbuka maneno aliyotoleana machafu kule mechi ya FA pale Arusha, akafungiwa. Haji alipofungiwa amekaa miaka 2, baadaye akafunguliwa. Na alipofunguliwa bahati mbaya hajapata nafasi pale Young Africans, akakuta tayari alikaa anafanya kazi yake vizuri na Young Africans wakamwambia watamtafutia majukumu mengine. Kwa hiyo hana kazi kwa sasa kwa upande wa klabu ya Yanga, zaidi ni mwanachama. Sasa tunafahamu shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wana miongozo yao. Endapo shabiki ataongea maneno ya kuikashifu TFF, kumkashifu rais wa TFF bila ushahidi, mara nyingi wamekuwa akifungiwa sana. Umeona Dr. Mo wa Simba tayari naye yuko kifungoni, ingawa hawajaweka taarifa kwa umma, lakini taarifa za ndani ni kwamba tayari shafungiwa. Mwandishi mkongwe kabisa Shafi Dauda alishawahi kufungiwa na watu wengi sana walishawahi kufungiwa. Kwa hiyo si shangai kuona pia Haji Manara kwa hiki ambacho amekizungumza rungu ikamkuta, kwa sababu ameenda mbali sana, ameenda beyond. Angewaacha viongozi wa Yanga wa brainstorm, kwa maana waende wafikirie zaidi, wakae na wanasheria wao, waangalie kipi kinapaswa kuzungumzwa kwa wakati gani, kipi ni sahihi na kipi sio sahihi. Wengine wamenyamaza. Mimi sisikii viongozi wa Yanga, utaona tu ni barua, maandishi yanatoka, wanapeleka, yes, taarifa kwa umma inatoka, inapelekwa. Lakini Haji Manara amemvaa Rais Wallace Karia mazima. Kwa hiyo anajitengenezea mazingira magumu sana. Alipaswa tu kutulia kusikiliza viongozi wanaamua kitu gani, kwa maana sasa anataka kuwafundisha pia viongozi wa Yanga wafanye kile ambacho yeye anakiamini. Kwa hiyo kwangu sioni kama ni jambo zuri, kwa sababu kwanza kama hajatumwa na viongozi wa Yanga, basi atakuwa ameanza kuingilia pia uongozi wa klabu ya Yanga, kwa maana anawaambia uongozi wa klabu ya Yanga hauna meno, wao wanakubali kuendeshwa, wako kimya na wala hawafurukuti wala hawajibu TFF wakiogopa kufungiwa. Lakini anasema yeye haogopi kufungiwa, atafanya kazi zingine nje ya mpira na anaweza kufanya mengi tu nje ya mpira na akafanikiwa zaidi. Kwa hiyo Africans wangeacha tu jeuri na wangeacha hiki kiburi, kwa sababu rais wa TFF alishaye kunukuliwa akasema katika vitu ambavyo yeye ameshawahi kuvifanya, anasema katika utawala wake Young Africans wamenufaika sana na uongozi wake, amewarescue, yani kwa maana ameokoa katika mambo mengi sana Young Africans. Na iko wazi Yanga wamepata faida nyingi sana na bodi ya ligi pamoja na TFF kwa kipindi cha miaka 3 Yanga waliochukua ubingwa. Lakini leo hii rais wa TFF anasema haya mambo yanayoendelea yeye anashangaa sio yanatoka wapi. Na mimi niseme tu kitu kimoja. Paka muda huko hiki ambacho kimetokea, Young Africans wanapaswa kupeleka timu uwanjani. Kama watapeleka timu uwanjani, naona Yanga kweli anaenda kushushwa daraja. Naona Yanga anaenda kukatwa pointi 3. Kwa sababu bodi ya ligi ndio imezungumza. Sio Simba waliozungumza, ni bodi ya ligi ndio waliozungumza. Mara baada ya wao kujiridhisha, kufuatilia kile kilichopelekea mechi Simba kushindwa kwenda kufanya mazoezi, na mara baada hapo kipi pengine kingetokea. Kwa wao sasa ndio wametoa tamko, wala sio tamko lilotoka Simba. Tamko limetoka kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo kama hawatapeleka timu uwanjani, kikanuni Yanga wanaenda kujanganywa pointi 3 na magoli 3, lakini pia watalimwa milioni 5 fine, lakini pia watashushwa daraja. Kwa hiyo ni wao wachague, washushwe daraja ama wapeleke timu kwenye dabi ya Kariakoo. Na mimi niseme tu, sioni Yanga kugoma kupeleka timu uwanjani. Na wale viongozi waliowaaminisha mashabiki zao kwamba hawapeleki timu uwanjani, pindi timu watakapopeleka uwanjani mashabiki wao watawachukuliaje? Pindi watakapopeleka timu uwanjani mashabiki wao watawachukulia, kwa sababu walisimamia misimamo yao. Nimesikiliza clips nyingi sana hapa. Hii ni wazi Yanga ameanza kuingiwa na ubaridi kweli kwenye ligi msimu huu, akiamini kwamba Simba anaenda kuchukua ubingwa, akiamini kwamba Simba kuna namna ambavyo timu yao imetengenezwa, wakiamini kwamba Simba kwa sasa
waamuzi wako fair kwa Simba, wakiamini kwamba Simba kwa sasa vijana wachezaji wamecharuka, wana moto kweli kweli, kina Mpanzo, kina Kibu, wakiamini ya kwamba kwa namna yote wakifanya masiara ubingwa hawachukui. Kwa hiyo wazee wa Yanga wameanza kuingia mchecheto, viongozi wa Yanga wameanza kuingia mchecheto, mashabiki wa Yanga wameanza kuingia mchecheto, wanachama wa Yanga wameanza kuingia mchecheto. Ni dalili mbaya kwa Yanga kwa sababu inaenda kuwawekea pressure kubwa sana hata kwenye michezo za ligi. Hata kama wana quality na kikosi bora, wanaweza wakapoteza michezo ya ligi kwa sababu tayari wameshaanza kuingiwa na ubaridi, wameanza kuingiwa na oga, na inaweza ikawakuta katika kipindi kibaya kwa sababu wana mechi nyingi, wana mechi na Tabora, wana mechi na Azam, wana mechi nyingi tu hapa Dar es Salaam, wana mechi mikoani dhidi ya kina Prisons. Kwa hiyo utaona wazi kwamba Yanga wameanza kuingiwa na mchecheto. Mimi najiuliza maswali, na wewe hili swali nataka unijibu hapo. Yaani kutoka Yanga kumfunga Simba goli 5-1 hadi Yanga kulilia pointi 3. Kuna namna ambavyo Simba ametengeneza kikosi, kuna namna ambavyo Simba ametikisa, kuna namna ambavyo Simba sasa wamejenga timu yao, kuna namna ambavyo Simba sasa hivi wako tayari kushindana na timu yoyote muda wote. Wachezaji wanaotaka mchezo, kocha anaotaka mchezo. Kocha wa Simba Fadlu Davids hajawahi kuwa kocha mkuu, lakini anakuwa kocha mkuu kwa Simba. Lakini tazama namna ambavyo ameleta ushindani kwenye ligi, tazama namna ambavyo amekuwa na hatari katika mechi 22 ameshinda mechi 18, ametoka sare 3 na amepoteza mechi 1. Ana rekodi yake ya kipekee kwa sasa. Mchezaji wake ana namba kubwa sana. Jean Chaza huwa ana goli 12 akifunga, amehusika kwenye goli 19. Steven Dese Mukwala tayari ana goli 9, Lionel Ateba tayari ana goli 8. Kwa hiyo unaona namna ambavyo katika safu yao washambuliaji narejea kipindi cha Kinaboko, Emmanuel Okwi, kina Medika Gere wanafunga magoli mengi, lakini pia wana takwimu bora sana. Hii inawashangaza. Mpaka sasa clean sheet anaweza kutosha Musa Kamara, clean sheet 15. Kwa hiyo ukiangalia kila namba bora wanayo Simba, tofauti kabisa na misimu ya nyuma iliyopita. Kwenye tuzo za wachezaji bora, kwenye tuzo za makipa bora, Simba walikuwa waweki. Yaani kwenye kiungo, kwenye eneo la top scorer ulikuwa umpati. Lakini this time unapata wachezaji wengi wa Simba ambao wanafanya vizuri. Hata kwenye timu ya taifa utaona wameitwa takriban wachezaji 6. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wameimarisha, wametengeneza sana timu yao, imeanza kuleta ushindani. Na huyu aliyoleta kauli ya ubaya ubwela Ahmed Ally anapaswa kupewa maua, na anapaswa sijui mnara wake utengenezwe wapi, sijui ajengewe mnara na sanamu lake sijui lijengwe wapi. Maana ubaya ubwela, ile neno ubaya ubwela umewatafuna sana Yanga. Yaani ubaya ubwela kuanzia kwenye ligi, ubaya ubwela kwenye CRDB Federation, ubaya ubwela kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ubaya ubwela hadi Yanga sasa hivi wanaingia mchecheto hadi kule CAS, wanataka waende CAS kwa sababu tu ya ubaya ubwela. Kwa hiyo kauli mbiu ya Ahmed Ally imebamba na imefanya mengi sana ya kushtua. Kwa hiyo Simba bana, haya yanayoendelea kwa sasa hayawahusu wao, wao wanapaswa kusubiria dabi tarehe ipangwe. Kwa hiyo Yanga sasa hivi wanapoendelea na hizi hekaya zao hizi zitawatoa kwenye reli kabisa, na hicho ambacho nakihitaji either kwa upande wa kombe la shirikisho la CRDB Federation, wakiendelea na mpasuko huu ambao unaendelea kwa sasa, wanaweza wasipate chochote. Wanaweza wasipate ligi kuu, wanaweza wasipate kombe la shirikisho la CRDB Federation, kwa maana mataji haya mawili yote wanaweza kadondosha kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sasa, kwa sababu mnyama amedhamiria ubaya ubwela. Bana, subscribe hapo, gusa alama kengele tu pamoja zaidi uendelee kupata na kuenjoy taarifa zetu nyingi sana ambazo tunazo hapa. Ukisha subscribe niambie hapo chini umesubscribe ukiwa wapi, unapata taarifa hizi ukiwa wapi. Mimi naitwa Friji Bov.